Yes, umoja na ushirikiano ni moja kati ya nguzo kuu ambayo naamini Watanzania wengi tunayo, si ndivyo? That's why ndo maana watu mbalimbali wamekuwa na ile desturi pale wanapokuwa na matatizo wanakuwa wanajaribu kutoka kwenye public ya watu na kuomba msaada kwa kile ambacho wenyewe wanahisi kwamba tukikifikisha kwa watu basi tunaweza tukasaidiwa. Sasa Angela, moja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wanafanya vizuri kwa watoto wa kike na ambaye of course before alikuwa kwenye lebo ya Konde Gang, na ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanasumbuliwa na matatizo ya masuala ya mguu. Alikuwa na uvimbe kwenye mguu wake wa kulia. That's why namna moja mbili tatu Harmonize alimwahidi kwamba atampeleka India kwa ajili ya kwenda kupata matibabu, lakini hatukuona reaction yoyote ile ambayo ilichukuliwa. Akaendelea kutibiwa hapa Bongo na kuendelea kutumia madawa mengi ambayo kwake yalikuwa yakimpunguzia maumivu na kile ambacho kilikuwa kinamsumbua. Sasa ameona maumivu yameendelea kuzidi, akaona so poa nisikae kimya, na Watanzania ambao ni moja kati ya nguzo yetu kuu ni kushirikiana pale ambapo tunakuwa tuna shida. Akaamua kutoka kwenye ulimwengu na kupitia ukurasa wake wa Instagram akaandika ujumbe ambao akiomba msaada kwa Watanzania, na akasema kwamba habari Watanzania wenzangu, ni mtoto wenu, nimeamua kuchutama kwenu kwa sababu nimefikia sehemu ya kukata tamaa kabisa na huu ugonjwa wangu. Nimehangaika na kuahidiwa sana na watu binafsi bila mafanikio. Ingekuwa inawezekana kumtumia kila mtu maumivu ninayopitia, naamini hakuna mtu yoyote angeweza kukaa nayo hata kidogo. Ndivyo sekunde nakosa confidence, natumia dawa nyingi sana bila mafanikio, matibabu hayakuisha bila mafanikio. Sina budi kumwachia Mungu mpaka pale wakati sahihi wa mimi kupona utakapofika. Hakuna wakati ambao ninaumia pale wenzangu wanaponikaribisha katika matukio mbalimbali ya kijamii, especially masuala ya marathon, na kuwa nakosa kwa sababu ninashindwa kutokana na hali ya mguu, kutokana na maumivu ambayo ninakuwa ninapitia kwenye mguu wangu. Ndivyo akaenda mbele akasema kwamba nimekuja kwenu leo, naomba msaada wenu wa matibabu ya uhakika ambayo mimi binafsi siwezi kuhudumu, ambayo kwa kiasi ambacho ametakiwa kukipata ni zaidi ya shilingi milioni 13 za Kitanzania ambazo zitamsaidia yeye kwenye kupata matibabu. Ndivyo, na akasema kwamba amepata hospitali ya hapa nyumbani ambayo inaweza ikasimamia matibabu yote ambayo yeye anatakiwa kuyafanya kupitia kiasi hiko cha pesa ambacho yeye wamemuomba. So kama tunavyojua kwamba Watanzania wamekuwa ni moja kati ya watu ambao wanasimama pale ambapo wenzao wa Tanzania wanapojaribu kutoka kwenye ulimwengu na kusema kile ambacho kinakuwa kinawasibu, si ndivyo? Sasa Angela kwa kuona hilo kwamba Watanzania ni watu ambao tunaishi kwa pamoja, akaona so budi atoke kwenye ulimwengu na aseme kile ambacho kinamsumbua muda mwingi, na amekuwa akiahidiwa muda mwingi na watu wengi kwamba atapewa matibabu kutokana na ugonjwa wake ambao unamsumbua, na sio mwingine ni ugonjwa wa mguu, si ndivyo? Ambao ameishi nao kwa mujibu wake mwenyewe kwamba toka akiwa mdogo, ni moja kati ya kitu ambacho kimemnyima fursa nyingi kwa upande wake, akisema kwamba hata jeshi wakati alikuwa anatakiwa kwenda alikataliwa kwa sababu alikuwa na tatizo la mguu. Sasa ameishi nao kwa muda mrefu, amekuwa akivumilia na amekuwa akitumia madawa ambayo muda mrefu yakiwa kimpozea maumivu na yale ambayo amekuwa akiyapitia. Sasa ameona sasa imekuwa too much, akaona so poa atoke kwenye ulimwengu na aseme kile ambacho kinakuwa kinamsumbua muda wote, si ndivyo? Sasa wewe kama Mtanzania ambaye unanisikiliza muda huu, na tunavyojua kwamba Watanzania ni watu ambao tunashirikiana, wewe una mchango gani kupitia hiki ambacho Angela amekisema kuna kwa sake wa Instagram, akiomba msaada wa kuchangiwa kiasi chochote ambacho wewe unawezekana ukawa nacho, si ndivyo? Cha msingi zaidi, kama hujatufuatilia kuna kwa site wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wewe wa kwanza kupata habari na notification ambazo sisi tunakuwa tunaziweka mle ndani, na usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia hivyo. Chao.